10 leo ikiwa ni tarehe 15 ya mwezi wa Mei, na mwezi huu mitanange mbalimbali zitapigwa, na mitanange hizo zinahusisha mechi za fainali katika mawimbi ya michezo, na unatupata kupitia masafa ya 97.5. Na we bwana, hii ni mawimbi ya michezo, tunazungumzia masuala ya michezo kote ulimwenguni. Hapa nchini Kenya chini ya FKF SportPesa League tutapaa kwenye maya kimataifa kule ugaibuni, na huko ndiko tutaangazia mambo bam. Kwa sasa twende nami, na miongoni mwa matukio ambayo tutaangazia katika studioni, mgeni wangu ambaye namkaribisha hivi sasa sio mwingine ila ni Mr. Edinson. Karibia we bwana, na zungumza. Vipi, hali gani? Naitwa Edison Situma. Niko salama. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo, na asante kwa kunikaribisha. Na karibu katika kipindi maalum mawimbi ya michezo, na hapa tunadadisi soka kwa undani, na tutaanzia na ligi hapa nyumbani ya FKF SportPesa League. Tayari mechi 31 zimesakatwa, imesalia tu mechi 3 ligi kuu itamatike. Unazungumzia vipi Gor Mahia? Amesalia mechi 3 tu atamatishe msimu huu, na yupo kileleni mwa jedwali na alama 65. Na wa pili ni FC Leopards. Je, msimu huu ulionekana kuwa FC Leopards ingawaje Gor Mahia wamemiliki ligi hii. Vipi hapa? Nakubaliana na wewe. Mimi nakuanga fan wa FC Leopards, junior nyumbani unacheki. Lakini sasa kuna point fulani waliachilia. Tunakumbuka Gor Mahia juzi walituchapa moja tu, kisha wakakaza. Sasa hapo ndio ni kama iliishia hapo. Hii ligi ni Gor Mahia tu atabeba. Na tukizungumzia hapo kwa Gor Mahia mechi ambazo zimesalia mechi 3 ni zikiwemo atakipiga dhidi ya Morangasil weekend hii, baadaye akipiga dhidi ya Marashuga na amalizie na Nairobi United. Na awali katika mechi ya mkondo kwanza dhidi ya Nairobi United, mechi hiyo ilisitishwa dakika 58 baada ya mechi hiyo kushuhudia fataki baada ya Ovelo Ochieng, mchezaji wa timu ya Nairobi United, kufunga goli. Hivi unazungumziaje kuhusiana na hilo? Manake bado mechi hiyo iko kotini, bado maamuzi hayajafanywa. Vipi hapa? Je, huenda matumaini ya FC Leopards kulibeba taji likatokana na hapo, endapo FC Leopards atasajili ushindi katika mechi ambazo zimesalia? Ingawaje Gor Mahia hata akisajili ushindi wote katika mechi ambazo zimesalia atatawazwa bingwa chini ya kocha Charles Kwabla Aknor. Je, Fred Ambani msimu huu amejaribu ama? Amejaribu. Juu kama pia alikuwa top of the table na akashuka tu kidogo, hayo ni kuonyesha huyo kocha kwa sawa, kuna matumaini. Alafu ile kesi ikisikizwa vizuri, mambo inaweza kuwa tu pia vizuri. Juu pia Nairobi United kumaliza nao haitakuwa rahisi. Hakika. Na mechi zilizosalia za FC Leopards ni Kakamega Homeboys baadaye wakipiga dhidi IPS Bomet. Na utakumbuka mkondo wa kwanza walitoka nyuma na kusajili ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya IPS Bomet, wamalizie ligi dhidi ya Anthony Ahuli, hao ni Bidco United. Je, huenda matumaini FC Leopards ikasalia, au ligi kuu ya hapa nyumbani imeshaondoka na Gor Mahia ambao wanaongezea taji la 22? Vipi? Mimi kulingana na mimi naona FC Leopards wanaweza jaribu wachukue. Juu hawajaachwa hivyo sana. Alafu pia game wamebakisha Kakamega Homeboys ni wakali, lakini itakuwa ngumu kama wanakuja huku. Kama wanakuja home huku Nairobi, sidhani kama watatoka na point. Na tukiachana na hilo, tuzungumzie wafungaji bora kufikia sasa. Joy Rongo Ivera, mshambuliaji wa timu ya Morangasil, amepachika wavuni magoli 16 na amesalia tu goli moja asawazishe rekodi ya msimu jana ya Moses Chuma. Je, Joy Rongo Ivera atapitisha rekodi hiyo, au manake imesalia mechi 3? Je, Rongo Ivera juu si ati mechi zimeisha hizo 3, obviously ziko 7-2-3. Lazima atakipiga, atatoa nini huyo mwenye alikuwa na bao. Na kando na Joy Rongo Ivera, Paul Okoth anamfuatia kwa karibu na magoli 14, na Humphrey Aroko, mchezaji mchanga wa timu ya Kariobangi Sharks. Na tuachane na hilo la wafungaji bora, na kwa sasa tuangazie wale walinda lango wa timu ambao
wanazo clean sheets nyingi, na kufikia sasa Stephen Ochieng wa timu ya Shabana anaongoza orodha hiyo na clean sheets 15. Stephen Ochieng, na wa pili ni Alain Ngeleka wa timu ya Bandari United. Je, Alain Ngeleka, ingawaje Alain Ngeleka hata akitoa clean sheets atasawazisha ya Stephen Ochieng endapo Stephen Ochieng hata toa clean sheets. Je, Stephen Ochieng ameondoka na hili? Stephen Ochieng ni mdeadly. Ule kijana lazima achape ma clean sheet. Hata sijui mbona Harambee Stars hawajamchukua kuchezea national team. Ule kijana anaruka, ni mkali. Hiyo clean sheets ni yetu atabeba Stephen Ochieng. Na mtazamaji, natupe maoni yako na ujumbe wako wewe mtazamaji, manake unatupata kupitia masafa ya 97.5. Hii ni redio inayosikilizwa kote nchini Kenya, redio ya Mwangaza wa Neno FM. Nami mwanamichezo Davidoski kuzungumzia masuala ya kabumbu, mawimbi ya michezo. Pembezoni ni naye mgeni ambaye anadadisi soka kwa marefu na mambwanga, Mr. Edinson. Nami hapa mwanamichezo DM. Na sasa tubadilishe gia, tuachane na ligi kuu hapa nyumbani ya FKF SportPesa Ligi ambayo imesalia mechi 3 itamatike. Sasa tupae katika himaya ya kimataifa, na ni kwamba imesalia tu mwezi mmoja kombe la dunia ung'oenanga. Hivi kombe la dunia litakaloandaliwa kwa pamoja kule nchini Marekani, Canada na Mexico. Je, Ufaransa ambao wamezindua kikosi chao, na umeangalia kikosi hicho ingawaje wamemwacha Eduardo Camavinga, je, huenda wana mabingwa wao mwaka 2018 wakalibeba taji hili la kombe la ulimwengu? Kulingana na mimi, hata mimi natambua Ufaransa. Ile attack ya Kylian Mbappe, Michael Olise na Dembele, ile attack ni kali. Alafu unacheki pia pale defense line akina Saliba na watu wa deadly. Sasa unacheki hii World Cup mimi niko nyuma ya France. Isipokuwa Mbappe sasa hivi anakaa ni kama si mchezaji bora, lakini najua ikifika World Cup atatuangusha. Na tukizungumzia kombe la ulimwengu, kumbuka bara la Afrika litawasilishwa na timu za taifa, timu 10 kutoka bara hili la Afrika, na timu hizo ni zikiwemo Morocco, Senegal pamoja na DRC Congo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, unapigia upato timu ipi hapa Afrika angalau kubobea kule Marekani? Unajua last time AFCON kulikuwa na matatizo fulani ya Senegal ndio walikuwa wameshinda. Alafu baadaye tukikaa tukaambiwa ni Morocco. Sasa mimi nikiangalia hii Afrika, timu naona ni kali, yenye mimi najua ni kali na itambua ni Senegal. Wale vijana wanacheza. Kwa hivyo unawapigia upato Senegal. Na vipi kwa kina Ivory Coast pamoja na Egypt, Misri? Na ukiangalia Morocco ndio wanashikilia rekodi ya timu ambayo inatokea Afrika kufika katika nusu fainali ya kombe la ulimwengu mwaka 2022 baada ya kuwabandua Ureno, Portugal. Vipi, huenda wakaongezea rekodi hiyo ama hapa tutendaje? Pia Morocco ni wakali, lakini sasa kulingana na vile tumeona game za juzi AFCON nini, mimi nimeona Senegal ikiperform sana. Nimeona Senegal juu ndio vijana wadogo wale walikuwa Premier League wametokea, hata Senegal tuko tunawajua, na sasa wamefanya hiyo timu hiyo nchi ikakuwa kali sana. Na ukiangazia kombe la ulimwengu, mabingwa watetezi hawa ni Argentina. Je, vipi hawa na kikosi cha Spain? Manake watakuwa wakipigwa upato Spain, Ureno, Portugal pamoja na Ufaransa na Belgium na pia Brazil. Unazungumziaje kwa ujumla timu hizo na maandalizi yao? Brazil wanaye mkufunzi Carlo Ancelotti ambaye ana uzoefu. Vipi kwa timu hizo kwa ujumla? Hii World Cup inaenda kuwa moto. Juu sasa hivi ukiangalia vizuri, timu kama Spain ni vijana tu wadogo wamejaa na ni wakali. Vijana wa Barcelona wamejaa. Portugal pia vijana, na unajua pia wako na the best midfielder Bruno Fernandes ambaye ako karibu kuvunja rekodi ya ma-assist pale Premier League. Belgium pia wao si wachache, wako na Courtois, the best goalkeeper, unacheki. Wako na De Bruyne. Itakuwa mbaya, lakini Argentina this time round
kulingana na vile wamecheza, mi sioni wakitoa kitu pale juu. Argentina au bado wakati mwingine umdhanie ndiye, kumbe sie inaende wapigi upato. Haya sahi, hapana. Tuachane na kombe la ulimwengu na sasa tunapunga unyunyu. Baadaye nitarejea na ligi kuu ya Uingereza, ambapo tayari ligi kuu ya Uingereza wamezindua orodha ya wachezaji ambao wanawania tuzo ya mchezaji bora wa msimu huu, wakiwemo Declan Rice, kiungo cha kati wa timu ya Arsenal, pamoja na Bruno Fernandes, kiungo mchezeshaji wa timu ya Manchester United, na Gabriel Magalhaes, huyu ni beki wa katikati wa timu ya Arsenal, na wengineo wengi, pamoja na makocha wanawania tuzo ya kocha bora wa msimu huu. Miongoni wao ni Pep Guardiola wa Manchester City na kocha wa timu ya Manchester United Michael Carrick, baada ya kupewa mikoba ya Ruben Amorim mwezi wa Januari, hapo kwenye tuzo hizi za makocha bora wa msimu huu wa 2025-26 na kocha wa Arsenal Mikel Arteta. Tunapunga unyunyu. Ganda ulipo, nitarejea na mengi zaidi, angalau nikujuze mengi.